Huru. Wangapi Instagram wanafuatilia Duka Huru? Okay, watu wengi. Nafikiri atakuja baadaye kwa. This guy anaitwa Shams Ramadhan. Huyu ambaye ni mmiliki wa brand ya Duka Huru ambayo wao wanajikita zaidi katika kutoa elimu na vile kufanya consultations mbalimbali katika masuala ya biashara na brand, namna ya kukuza brand yako vizuri. Na leo yeye mwenyewe atakuja kutuambia namna ambavyo tunaweza kutengeneza business model na vitu vingine vingi ambavyo utaenda kuvielezea. Ladies and gentlemen, naomba nimkaribishe Tanzania mwenzetu ambaye ana madini ya kutosha. Huyu ni Shams Ramadhan. Karibu sana, makofi kwa ajili yako. Asante sana. Habari za asubuhi. Kuna principle 3 ukitoka hapa zikumbuke. Yaani ukitoka tu hapa leo remember. Anywhere you go kwa karne ya sasa hivi ni selling platform yako, ni channel yako ya kujimarket. So ukiwa kwenye event yote, sehemu yote, make your presence known. Sawa Huyo aliokaa pembeni unajua jina lake? Aliokaa pembeni yako unajua jina lake? Sema tu hujui. Je, unajua kazi yake? What if ndo counselor wa pale unapotafuta visa na umekana pembeni, hujamwambia hata mambo za asubuhi? So every event unaokwenda, kuna kitabu kimoja ameandika Rodrick Nabe, anasema milango 7 ya kufikia ukuu wako. Moja ya mlango amezungumzia events. Tunapata mafanikio katika maeneo 7. Eneo la kwanza ni event kama hizi. Eneo la pili ni kusoma vitabu, najua kwa vivu wengi. Siku hizi kuna audiobooks unasikiliza, kuna movies zimetengenezwa kutoka kwenye vitabu. Sehemu ya 3 kusafiri. Hiyo hata kwenye dini imesema safirini mjifunze. Sehemu zingine siwataji, mkamtafute kitabu chake. Mimi naitwa Shams Ramadhani, ni mwanzilishi wa Duka Huru Brands Tanzania Limited. Ilianza kama idea ambayo unayo sasa hivi. Sasa hivi imekuwa ni kampuni kabisa, inafanya elimu, consultation, inafanya mentorships, lakini pia na shughuli zingine zote za kumsaidia mfanyabiashara kukua. Na kwenye kuanzisha hiyo Duka Huru kuna somo natamani ni kushare, alafu ndo tuanze kuongea. Tupige story kidogo. Mwaka 1950, napenda story mimi. Mwaka 1950 kuna mdada anaitwa Gabriel alikuwa na idea tangu mwaka 1919, alikuwa na hiyo idea. Idea yake ilitokana na jambo dogo sana ambalo hata wao wanafanya. Alikuwa ni mshonaji, tailor. Wangapi kuna wanafanya biashara kushona? Fashion. Unatamani kufanya? Alright. So Gabriel alikuwa ni mshonaji wa kawaida kabisa. Mwaka 1919 alikuwa na lengo la kutengeneza chapa au biashara ambayo itakuwa kubwa kimataifa. Wakati anawaza ile wazo, akasema kwa nini nisipeleke proposal? Akawa anapeleka maombi katika taasisi mbalimbali. Duka Huru, naomba niwatengenezee uniform bwana. Bana Smart Growth Initiative, naomba niwatengenezee uniform bwana. Kwa hiyo anapeleka maombi. Kufika mwaka 1950 ndo ombi lake likawa limefaulu. Kuna process ilipita hapo, ule mchakato sasa. Lakini kutokea pale aliweza kuifikisha kampuni yake ikawa kubwa duniani, na sasa hivi one of the luxury brands duniani. Ukizitaja unataja na ya kwake pia. Nani ashaanza kuhisi ni nani? 1950 alichukua wazo lake akalipeleka dunia nzima na dunia ikaipokea. And leo we are so proud and say mimi nabeba handbag ya Coco Chanel, ni Gabriel. So alifanikiwa kwa sababu gani? Nikupe story nyingine. Kuna watu, familia moja ilianzisha biashara ya kupika chakula. Wanaitwa McDonald's, mnawajua. Wakawa wametengeneza mgahawa mmoja, wanapika nao chakula. Na walikuwa wanaridhika, mauzo mazuri, quality ya product ni nzuri, wateja wana enjoy, service iko intact, eneo ni safi. Everything was cool. Mpaka alipokuja mtu mmoja anaitwa Ray akamwambia, "Mbona kama hichi kitu kizuri?" Huyo Ray mwenyewe alikuwa na struggle, anauza machines, ni innovator. Auzi kabisa, akitafuta wateja hapati kuuza. So akamwambia, "Mimi naweza nikafanya biashara nikawa kubwa mkaeka kila mahali." Wakasema, "Na. Kuliko tu tuna migahawa kila mahali, alafu quality iwe mbaya, bora tu tuna eneo moja." Nitawaambia kwa nini nawaambia hizi story.
Kwa hiyo wale wakasema hapana, we stick with this place. Hapana, hapa hatutaki tutawanyike kila mahali. Yule akasema mimi naweza nikawatengenezea namna mka expand kila mahali mkawa wakubwa. Hawa ni McDonald's mnaojua wanauza burger. So yule bwana akaanza kufanya tafiti, nawezaje kuwafanya wajamaa kwa kila mahali. Akaenda maeneo makubwa akafungua. Na hicho ndo kitu tunakifanya wa Tanzania. Tunasikia Dodoma ina biashara unafungua, Mwanza na biashara unafungua, Arusha na biashara unafungua. Alivyofungua, failure ya kwanza alikuta standard ikafeli. Standard ya McDonald's ya hapa na sehemu nyingine ikafeli. Akakuta eneo ni chafu, watu wanaweka tu mradi baga tu na nyama katikati, mradi iende, wakafeli. So akajarudi tena nyuma, wakaboresha mifumo yao, taratibu zao, kisha wakaenda, ndo until leo McDonald's imefanikiwa. Kwa nini nimewaambia haya yote, stories za Chanel na McDonald's? Wote tuna mawazo ya kibiashara. Mimi mwenyewe ni dreamer kama wewe. I dreamt someday niwe na biashara ya hivi. Then I started it very small. Lakini in order to scale, kukua, biashara inatakiwa itengenezewe maono. Yani ukiwa na biashara, take a note. Ukiwa na biashara, kitu cha kwanza, valisha maono. Ukimkuta mfanyabiashara na kaduka Kariakoo, duka lako, yani nataka tu niuze zangu chupi zangu hapa basi maisha yangu yaende mbele. Hauna maono. Kwa hiyo ni kama umetengeneza kiumbe, alafu umekiambia hichi kiumbe kiwe source of income, alafu umekiambia tu wewe okota zozote tu. Shakur, okota zozote tu leza. Hauwezi kukua. Kwa hiyo cha kwanza, valisha maono ilo wazo lako. Maono lazima yawe bigger than yourself. Takwambia ni kwa nini. Yawe makubwa. Huyu ni Coco Chanel mwaka 1950 alisema nataka Coco Chanel ivaliwe kila mahali. Proposal ya kwanza alipeleka kwenye jeshi la Ujerumani, akawavalisha. Baadaye Marekani wakamuita ni msaliti. Muona zile nguo za Ujerumani walikuwa wanavaa zamani? Nzuri, ni Chanel alitengeneza zile nguo. Lakini alikuwa na maono makubwa, akawa ana udini, ana ukabila, mimi nataka niwe mkubwa. The vision has to be greater than yourself. Kwa hiyo eka maono ambayo hata ukifika sehemu unasema bana Shafi bana nisaidie bana, maono ni makubwa naogopa. Yaani akwambia sasa njoo tukae na mtu, njoo tukae na our smart growth watusaidie. Lazima maono ya makubwa. Don't be ukisiwe kana makaono kadogo kadogo. La kwanza hilo. La pili, tengeneza utaratibu wa kwanza, ndo somo linapoanzia. Wa kwanza, lazima ujue mimi kwenye soko utofauti wangu ni nini? Value proposition. Wewe utofauti wako ni nini? Sema kama mimi wako 1000. Sema kama mimi wako 1000. Nini uniqueness yako? Sio kwamba duka huru hayupo wengine, hapo. Nini utofauti wake? Lazima ujue, yani ninavyoenda kwenye soko, nini utofauti wangu mimi? McDonald's mpaka leo hauzi burger. Anauza ile system ya kuoperate, ya kuandaa vile viwango, standard zile, ndo anachokeuza. Kuna mfanyabiashara mmoja aliniuliza, madam, duka huru, mbona wafanyakazi mimi yani wananipasua kichwa sana, kila wakija wanafeli. Unajua wanafeli wapi? Hana system. KFC wanaajiri wafanyakazi kila siku, si ndio? Tuongee ukweli jamani, tusiongee unafiki. Ukienda ukiangalia, wewe unasema ukiambiwa wasimamie unaonaje? Mbona wengine ni mcharuko kabisa hapa, si ndio? Lakini kwa sababu kuna system, wanaifuata ile system. So jiulize swali, mimi upekee wangu, uniqueness yangu ni ipi kwenye soko? Hicho ni cha msingi sana. Na kwa mfano, sisi duka huru tuliangalia kila mtu anasaidia mfanyabiashara, lakini hakuna mtu ambaye really anamsaidia. Mimi nikimwambia Agnes na Rico na timu yangu ya creative wanitengeneze content kila siku, itamwogopesha brother. Ataanza kuona like duka huru kwa sababu si ana team bwana, ana kamera yenye quality. Lakini mimi nashika simu yangu na record kila siku. Makes you feel like mbona rahisi tu. You see? That's how I really help you. So mimi niliangalia thamani, uniqueness yangu kwenye soko ni nini? Ni hichi. Kwa hiyo na wewe lazima uandike uniqueness yako kwenye soko ni ipi? Upekee wako 1000 watu. Mimi upekee wangu ni upi? Hicho ni cha msingi sana. Jambo la pili, lazima ujue wateja unaozungumza nao. Wangapi wanajua iPhone? Hands? Wangapi wanajua iPhone? Wangapi wanajua Coca-Cola? Wangapi wanajua Samsung?
Wangapi wanajua Mercedes Benz? Wangapi tuna Mercedes? Wangapi tuna iPhone? Wangapi tunakunywa Coca-Cola? Knowing your customers inasaidia upige kelele kwa watu ambao hawana msaada. Tatizo ni kwamba wewe unapigia kelele watu ambao sio wateja, yani hawezi kubadilika kuwa wateja. Ni kama unampigia mbuzi gitaa na kuangalia tu. Yule brother anapigia kelele, huyu anakomaaga. Jamaa akikuamulia huyu. Sasa mimi simuelewagi. Kwa sababu haujajua wapi ni wateja wangu. Rudi kwa Coco Chanel. Coco Chanel alijua watu ni wengi sana. Wanaweza kuhitaji kuvaa. Kila mtu anahitaji kuvaa. No. Sitaki kuvalisha kila mtu. Nataka nivalishe watu wachache. Know your customer ili usipige kelele. Na tuna makundi kadhaa ya wateja. Kuna wateja ambao wao wanaangalia what I can afford. Haangalii quality. Ndio maana sasa hivi hata ukitoka ukaenda China ukasema, jamani nimeleta nywele bob hair zinauzwa shilingi 3000. Naomba shoga yangu atanunua. Wale hawajaligi, as long as niweza kuafford, pesa yangu ndogo, kipato kidogo, akana afford 3000 ananunua. Kwa lazima ujue wateja wangu ni wapi ili usipige kelele na kila. Jambo la tatu. Kila biashara inahitaji nini ili iheme? Pumzi ya biashara nini? Cash. Sasampa ndugu zangu. Bila sasampa hakuna story. Kila biashara inahitaji. Kwa hiyo ya tatu lazima uelewe ni namna gani ninaweza nikatengeneza pesa na ile pesa ikaendelea kukua, sio kushuka. Nikikuta mfanyabiashara anasema mimi napunguza bei kwa sababu siuzi, wewe ndio umeshindwa kuuza. Ile bidhaa haihusiki, ile huduma haihusiki. KFC ilipoingia South Africa mauzo yalikuwa KFC. Wakasema wale wale franchise wakasema au tu adjust bei kidogo hata kama tutabeba hasara. Mtaalamu wa masoko ambaye anaisaidia KFC akamwambia no. Balisheni package, balisheni vitu vika, adjust zile meza. Kesho watu kwa KFC is brand new. Hey, you see my brother, KFC is brand new. Everything is changed, everything is upgraded. Kwa sababu in their mindset wateja, hata ukibadilisha lile box linalobeba bidhaa anaamini bidhaa mpya. So ukisema kushusha bei, wewe ndio you're not aggressive enough. So jambo la tatu lazima ujue how will I make money? And not just money, enough money from this business. Sawa jamani? Nimesema mambo mangapi? Mangapi? Umesema manne shoga yangu. Mangapi? Mangapi? Wa manne ngapi? La kwanza? Maono. Ya pili? Ya tatu? Ya nne? Cash. Now, naomba tugawane into groups. Alafu, naomba plain papers. Tutengeneze wazo la biashara. Wealth Capital kwa patatu hela ya kufungua biashara. Tutengeneze biashara. Alafu tuitengenezee real sense Canva, hiyo modo yake kabisa. Tuitengeneze hiyo modo. Alafu hiyo modo tutakuja tujifunza kitu kuhusu hiyo modo. Sasa tugawane hiyo biashara kulingana na wafanyabiashara tuliopo ndani ili mpate somo. Wangapi wanauza fashion, personal care, yani fashion kuanzia nguo, cosmetics, perfume na kadhalika? Okay, wawili. Wangapi wanafanya real estate, kupangisha nyumba, kuuza viwanja, yani real estate? Amna, tunai-cancel hiyo. Wangapi wanafanya ushauri, huduma ambazo hazina kitu cha kushika, yani yuko pale brother. Biashara nyingine, biashara gani? Nataka tutengeneze in real sense, yani tutengeneze business model ya kwako, ukitoka nayo hapa unaitumia in your business. So tugawane in groups. Brother anafanya biashara gani? Accounting services. Mbona unaonyesha mkono bro? Unichukuliaje bro? Nuka bwana muuza maneno. Tusogee kule. Tunataka tutengeneze hiyo model ya biashara ili tu scale. Madam? Naam? Kwa hiyo niwafuate kila mmoja. Mbona mnanyanyasa jamani? Madam? The same. Bro? Sorry? Procurement. Hivi afisa manunuzi pia ni ainuke pia Yes, I brother inuka kwa kweli. Madam? Kilimo. Good. Brother? Music. So wewe una bidhaa inayoshikika au ni maneno kama mimi? Unafundisha?
Maneno inuka. Wauza maneno ni wengi. Madam? Inaoshikika. Baki hapa. Madam? Maneno, bidhaa inayoshikika. Kuna type 3 za biashara jamani. Kuna service business, kuna product business, na kuna training. Hapa tu, ukimbii popote hapa. 3. So kama katika hizi 3, kama ni service business, kaa upande huu. Kama ni product business, kaa upande huu. Na sisi nimerahisisha zaidi Kama bidhaa yako inashikika ndio unapewa hela, kaa upande huu. Kama bidhaa yako una cha kushika, yani ni mtu unaongea naye, ukiweza utamwandikia tu sehemu, kaa upande huu. Alafu tu ukiwa nazo zote mbili. Kwani brother nimekukosea nini? Mbona uko wakati mgumu? Haya, basi wewe kaa kwenye service. Haya. Sasa tusogee karibu, alafu nataka tutengeneze hicho kitu. Yani tutengeneze real business model. Lengo la kuwa na business model nitawapa faida wakati mnajikusanya pamoja. Oh, thank you. Sasa ngupe kazi. Wananyanyasa, ngoja tunyanyasike wote. Naomba tusaidie kupitisha kalamu. Amini hii hapa. Kalamu si mnazo Yes. Wape moja moja. Nataka tutengeneze business model ya biashara yetu, hiyo unayoifanya wewe. Alafu kwa kufuata zile mambo manne. Sawa Alafu baada ya kufanya hicho kitu, tutaanza presentation yetu sasa kwa kuulizana maswali kutokana na hiyo model uliyotengeneza wewe. Ili tukisema kuna tatizo ulione, sawa ndugu yangu? Ili tukisema tutauza kweli tuongeze bei, tuongeze. Kwa hiyo nikwambie kwa nini biashara zinashindwa kukua. Ni kwa sababu umefika sehemu ambako unataka kupandisha bei ya biashara, hujui. Umestiki na 30,000 ile mwaka wa 6 30,000. Au biashara yako ifika sehemu inabidi expand, haiwezi ku expand kwa sababu hujui. Biashara ifika sehemu inabidi delegate sasa, wape watu wengine, hujui. Kwa sababu hatuna hiyo business model. Business model inasaidia kukua, kuongeza bei na kufikia masoko mapya na clientele yetu kuongezeka. So, kama tumepata karatasi yote, moment of silence, na wapa dakika ngapi niwape? Yaani mlivyokaa hivi ni ruksa kudiscuss maana yake. Ruksa kudiscuss. Ile ilikuwa inaanza baada ya discussion lakini ila iko sawa. Iko sawa sababu inatokana na watakao kufanya wao. Asante. Vidawa mnisikize mna discuss au mimi siwaelewi, shikilia hapo. Tuje upande huu. Ushaanza kuangalia wenzako. Balaa. Haya. Sisi tumevision nini kwenye biashara yetu? Tulicho vision is having a skincare brand ambayo inaoperate Africa nzima. Africa nzima. Yeah. Good one. Tutaenda kwenye details ila brother, wakati unafikiria vision hiyo, namba swali la pili. Ni nini kimekuwa ndo thamani yenu kwenye soko, kwenye consulting services? Kuna ile value proposition, si ndio jamani? Na nyie mja discuss? Hamko discuss hicho? Muda umeisha. Ni nini mmeki intend kwenye soko kiwe cha utofauti kwenu nyie?
Tofauti wetu sisi. Yes. Tumetaka tupate skincare brands ambazo zina deal specifically na watu weusi, kwa sababu zilizopo nyingi zinatengenezwa za watu weupe, afu tunajiforce kwa adapt nazo. So utofauti wetu, yani tupate kitu ambacho kina favor tu black melanin. Black melanin. Wow. Haya brother, na sisi utofauti wetu? Utofauti wetu tumepanga kurahisisha mahesabu ya wafanyabiashara na makampuni. Utofauti ni kuwarahisishia mahesabu, si ndio? Alright. Haya. Nyinyi mmelenga watu weusi. Nyinyi mmelenga wafanyabiashara. So target market tumeshaijua, si ndio? Naomba ni kwepe swali la 3 niliruke. Mnawafikia vipi wale wateja wenu? Tutatumia media. Mainstream ama social media? Social media. Social media. Yes. Kama tuna focus na wafanyabiashara mnawafuata nyie ni wa juu, wa kati, wa chini? Tunafanya both large scale na wafanyabiashara wa chini. Okay, eka pause. Tulieni, mtaka kujifanya mnaongea. Sisi tumepanga tunawafikia vipi wale wateja wetu ambao wana melanin hiyo? Njia ambayo tunategemea kuwafikia ni kutumia social medias. Yeah, tunaweza tukabrand our products and zikawafikia wateja wetu wakazijua. So, eka pause. Now, hapa tuweke pause sasa tujifunze kitu. Unapotengeneza biashara ambayo inazungumza na kila mtu, ni biashara ambayo basi tu tuonekane tumeelewa jamani. Ukitengeneza biashara inazungumza na kila mtu, ni biashara ambayo jimine tatuelewi nitawajibu. Ni biashara ambayo haitauza kwa mtu yoyote. Kwa hiyo ukisema nazungumza na wafanyabiashara wa juu, wa kati na wa chini, ndio hivyo umejibu, nimeongeza neno. Umejibu hivyo eh? Wa juu na chini. Wa juu na wa chini. Unamjua mtu ambaye anaenda restaurant anaagiza chakula cha 500 na mtu anaenda kwenye chips vumbi anaagiza chips 2500. Wanakaga restaurant moja? Kwa hiyo tayari business model yenu ina shida. Kwamba hawezi kuplace high end customers na hawa wadogo wakakaa in the same room. Tayari mtafeli kwenye market, kwa sababu sentence anayoelewa decision maker director sio sentence anaelewa mfanyabiashara mdogo ambaye anategemea hela za kila siku. Umeelewa eh? Ndio maana kwenye marketing campaigns tunafeli, kwa sababu hatujui tunaongea na nani. Kwa hiyo unazungumza tu, jamani wa Tanzania karibuni, sasa mtu anasema this is not for me. Hebu tuanze sisi kwa ajili yako. Wewe unazungumzaga kama nani chiriku, sikuelewagi, kwa sababu message uliyotengeneza umeitengeneza general. So to adjust hapo, tafute kundi hili kama ni high end ama ni wa chini. Ya kwanza hiyo. Turudi hapa sasa. Tulivyosema tunatafuta biashara ambayo ina cosmetics kwa ajili ya melanin, ndio? Hii ni premium product, luxury product ama ni ordinary product? Hapo we had two groups. We had the luxury na premium, sababu tulikuwa na luxury na ile ya kawaida, kwa sababu tumegundua tuna wateja wa aina mbili. Tuna ambao they prefer quality, na kuna ambao wana prefer affordability. So hapa tukufinalize kwa two groups within our group. Kuna ambao we chose quality na kuna ambao they chose affordability. So tukiongelea quality, tunaongelea product ambayo ina quality nzuri lakini utaiuza kwa bei ya juu zaidi, ambao hata wateja wake target tunabidi wawe who they are willing to pay, wenye uwezo. Lakini tukiongelea affordability, hata kama quality isipokuwa nzuri, lakini as long as the price it sound affordable, kwa sababu Waafrika wengi wanapenda vitu vya bei rahisi, atachukua. Kwa hiyo hapo had two groups, hatukuwa tumefinalize hivi. Yeah. Ya kwako ni luxury service ama ni premium service ya kwenu? This is real life issues. Yaani hapo naona hichi ndo kuna mtu anaenda benki kuomba mkopo, anaambiwa okay tueleze, sikufikiria hayo. Sasa unataka mkopo kufikiria, lazima watu waelewe tunakuplace wapi. Umeelewa eh? Kwa hiyo vitu ambavyo usiteseke bro, baada ya hapo utapata vitu vingi sana. So ya kwanza lazima ujue kama mimi najiposition kwa high end customers, lazima nijue nafanya premium services ama luxury service. Luxury service bro, una kodi yacht, unawapeleka kwenye yacht kule, unaambia so we are talking about finance, all right? Sushi, yani kuna luxury way ya kuwa treat wale customers na kuna premium way ya kuwa treat wale customers.
Sawa eh? Kwa hiyo lazima tujue watu tunawasaidia mahesabu ni high end customers. To treat in a premium way ama luxury way. Hivi vitu vinajibiwa mapema ili kutengeneza budget ya biashara. Ukiulizwa budget ya biashara yako kwa mwezi unatumia shilingi ngapi? Inategemea, ndo jibu ile kuaga. Haya, turudi sasa hapa. Tumesema tuna aim luxury kwa ajili ya luxury people, right? Na premium. Market channel yako ni nini? Mtandao. Mitandao, si ndio? Si mmediscuss jamani, mbona kama mnanisusa? Mmediscuss mitandao. Alafu? Mitandao tu? Okay. Sijali jamani, tutaelewa taratibu. Sisi tumechagua wapi na wapi? Market channels. Mitandao ya kijamii. Bas. Social medias. Haya. Tuje swali lingine. Jamani, si mnachukua note Yes, hili tunaelewana kihivi Jambo la kwanza kwenye biashara yoyote inatakiwa at least iwe na vyanzo 7 vya kujitangaza. Vyanzo? Tuanze kuandika, cha kwanza ni social media. Chanzo cha pili, road shows advertisement. Road show, mabajaji yale, sijui kuna mwendokasi zile. Mimi nashangaa wafanyabiashara wamekaa mleverage. Zile mwendokasi pachika matangazo everywhere. When we see you more, tunakukumbuka. So unajua tunanunua tunachokiona sana So ya pili road shows, ya tatu word of mouth. Tutaambiana, wale watu wako vizuri bana. Ndio sisi tumenunua magari kwa kuambiana. Mwanangu Mercedes wewe hujapata C class ile CCF 1700 bro. Ni mwendo, kwa hiyo mimi naenda kuichukua. Word of mouth. So vingapi hivyo? Vitatu. Nasema cha 4 afu mnasema kingine nyewe. Cha 4 ni mainstream media. Radio, TV. Vingine mniambie nyie. Au tuachie homework Niwaachie homework. Fanya research. V7 vinapatikanaje? Wakati tunaandika ni wape umbea. Kampuni moja naipenda sana wanaitwa Apple. Apple iPhone. Wao wakitaka kufanya launch ya bidhaa mpya wanatengeneza umbea. Hii udaku kabisa, wafu wanampa mtu. Anasema, unaona wale creator wanasema hivi, rumors has iPhone has, unaona wanaanzaga umbea kama mnawasikiaga. Haijatoka, anaanza kutengeneza rumors. Wanatengeneza 18, wanatengeneza 20. Ule umbea unasambaa. Alafu sasa wanatengeneza ile mfanano wa ile kitu itakavyotokea, yani itakavyokuwa mfano wake. Wanampa mtu mmoja, creator anasema, nimepata siri bana, itakuwa inafanana namna hii. Ile kwa ajili ya ku-raise awareness. So mmeelewa wenzetu tunapopambana wana vyanzo vingi vya kufikishia habari wewe. Wewe umekazana tu na mtandao ni hey guys, mtandao mwenyewe hauko active. So hatutaweza kufikia hawa melanin wote kwa sababu tunatumia mtandao peke yake. So kuna njia nyingine nyingi, hii inakuwa chini assignment. Sawa So hapo kwenye mitandao ongeza na vyanzo. Vyanzo vingine? Ngapi? Umeshasema kimoja. Bro, unaongeza vingapi? Ili business model ikae? Now, swali la msingi. What was your price range kwenye huduma zako? From 50,000 kwenda juu. Did we say tunafanya luxury service na premium Yes. Tutafanya based on price discrimination. Wale ambao wana makampuni makubwa tutawa price kulingana na class waliopo, lakini wale ambao ni wakati na wachini tutawa price kulingana na biashara zao. What was your price range ya bidhaa? Kwa sababu skincare tuna products tofauti. So okay. When tukiangalia wale ambao they prefer quality, the price range yao ilikuwa inaanzia 50 kwenda juu, they can pay. Lakini wale ambao they prefer affordability, ukimchukua 50 kwenda juu hawezi akakubali, kwa lazima tumshushe chini. Tutacheza naye hapa kwenye kuanzia F30, F20 na tutacheza hapo. Magufuli alikuwa anasemaga, wacha kunidanganya mama bwana. Unakumbuka mzee alikuwa anasemaga mnanidanganya au kutengeneza. Kwenye price ni kufundisha leo kuna kitu kinaitwa psychology of pricing. Psychology of pricing ziko njia 4 za kujua bei.
Njia ya kwanza ni kuangalia market price. Walioko sokoni sasa hivi wanachaji kiasi gani? Ili ujue na mimi nikachaji kiasi gani, au nishuke au nipande. Njia ya pili, unaangalia gharama ulizotumia kutengeneza hiyo product. So bei kulingana na gharama. So ya kwanza bei ya soko, ya pili bei kulingana na gharama. Ya tatu ni bei kulingana na thamani. Hichi mnachokifanya kinatakiwa kichajiwe kulingana na thamani, kwa sababu mtu akipiga mahesabu vibaya akawasilisha TRA, anaingia kwenye kesi zile. Kesi za false nini sui, unakumbuka ile makesi ya TRA, utapigwa mapenalty hatari. Kwa hiyo wewe unatoa kitu chenye thamani, kwa hiyo unatakiwa utumie method ya tatu ambayo inaitwa bei kulingana na thamani. Mfano watu wa bima, insurances ni thamani, elimu ni thamani. Vitu vyote vinatokana na thamani, kwa sababu unapata huduma mara moja lakini lifetime. Bei ya tatu, hii sasa ndo Mchina anatumiaga hii bei, don't use it. Anatumia bei ya kupenya. Bei ya kupenya, unaweza kukuta market price ni $1,000,000. Ndo mic inauzwa hiyo mic. Unataka mic yako unasema hii mic $200,000. So kila mtu anakuwa nayo sokoni, afu unasema tumeimprove, hii ni ya tofauti, inauzwa $1,000,000. Sasa unachukua mic ile ile, box la tofauti unaweka sokoni, lakini product ni ile ile. Nadhani mshaonaga zinafanyika hivi vitu Hata kuna Mchina aliingia akasema kila kitu shilingi 3,000. Watu wakaenda. Lakini bei zimebalika Amjaenda bado. Yes, wao wa China wanatumia kwa sababu wana viwanda vinafanya mass productions. Kwa hiyo wanaweza kutengeneza bei yoyote. So kwenye bei 4 lazima mchague. Sisi tunatengeneza bei na thamani, bei na gharama, bei ya soko ama bei ya kupenya tujulikane. Then unajua kabisa my product tutaanza na bei ya thamani, au tutaanza na bei ya kupenya, au tutaanza bei ya market iliyopo, afu tutapanda kwenye bei ya thamani. Hii ni lazima uwe na hizi idea before you go to the market. Niliwahi kumkuta mtu anafundisha uwekezaji, kalipwa shilingi 30,000. True story, I swear. Afu katolewa daka kapelekwa Morogoro. You see, kwa sababu hajawahi kufikiria hichi kitu. True story. Huyu brother ni MC. Muulize, kuna MC kaletwa mahali akaambiwa hivi, brother takupa nauli na nini, tukupe na platform. Kwa sababu hujui your own values, hujui value ya product yako, so unatumika. Na sisi tuna tabia kutumika sana Tanzania kwa sababu you don't know your worth. Hujawahi kupiga hesabu, mimi natoa kitu ni thamani, lazima ujue hizi gharama unazoingia. Keki, kila mpiga keki una shilingi 25,000 ndio inaanzia kwenda juu. Anza keki yako $1,000,000. Kwa sababu hukujua hizi psychology za bei. Ndio maana kuna mtu anaweza kauza kitu shilingi 30,000 kikauzika chote. Wewe unakazana 15,000 na kiuziki. Mzigo umekaa ndani. Kwa sababu yeye ameelewa nini kinafanya mtu anunue. Ukikuta mfano kuna kiti kama hichi kinauza shilingi 3,000, afu mwingine anauza kiti hichi cha 20,000. Kipi kina quality? You see, number equal to quality. Umeelewa Yaani huyu brother accounting anachaji, anaandaa return za TRA, hesabu za mwaka, anakubalance vitu vyako. Anachaji huduma yake $1,150,000. Alafu kuna mtu mwingine kwa pembeni anakwambia nafanya huduma wewe, nachaji shilingi $150,000. Yupo nahisi atatupiga kamba. Yupi? The more cheap you charge, watu wanaanza hivi yaliyomo hapa. Huyu jamaa anashaji bei rahisi sana. So kwenye bei usianze pachini sana. Ukianzia pachini sana, watu wanaona kama hujajiamini, haujui value unaideliver, kwa hiyo wanaanza kukudoubt. Ukianzia juu, watakupa offer unaohisi unastahili. Nenda na ile offer. True story, niliwahi kuitwa na Umoja wa Mataifa kufundisha NGO za Morogoro 2018 mwishoni. Nikaenda bwana Morogoro Mikumi, nikaenda nikatrain. True story. Mimi niliwachaji, true story, niliwachaji shilingi 700,000 siku ngapi? 700,000. Niliambiwa wanakuja tu. Sasa walipokuja nikawatrain, nimemaliza. Siku ya kwanza tumemaliza. Baada ya lunch tukaingia session ya pili, tukatoka lunch tukaenda kukaa pale kwenye zile migawa pale. Wakati kwenye migawa jamaa anaitwa Michael Paul, yuko Instagram, aliandikwa na Forbes under 30. Yule kijana Michael Paul mnamjua? Michael akawa anaandaa sasa document zile receipt na nini, nikaangalia invoice ya mtu anafundisha photographing.
milioni 7. I was like, oh. Nikamwambia bro, milioni 7 mbona? Akaniambia wewe mwenyewe umeshinda kujichaji. It's not my problem. It's not my problem. Sikia, nitakuongeza milioni 1 juu. You see? So now I realized market haikubani. It's you who doubts yourself. So kwa halina tatizo lolote. Ni wewe unajidoubt tu, unajua au nini tu na bei hiyo. Sasa wewe ukijidoubt product umeelewa? Kwa hiyo it's not about the market, it's about you. Makofi kwa Mr. Deodoras. Mesikia jina lake? Haya. Na madam? Mary. Just Mary. Mimi nikajua ungesema na Instagram ni follow. Jamani, makofi kwao na makofi kwenu pia. Haya. Tuendelee huko. Sasa tumesha define business model yetu Tumesha define business model Now there is one thing important nataka nikueleweshe uelewe. Tuende mbele kidogo. Kwenye kutengeneza strong business model lazima ujue ni tatizo gani na litatua sokoni. I tell you, unaweza kufungua duka la kuuza nyanya, lakini that place unahitaji shida ya nyanya. Unafungua duka la nguo Kariakoo. Je, ni kweli shida ipo pale Kariakoo? So you need to realize mimi tatizo nalotatua ni hili, ili ujue ni tatizo endelevu au ni tatizo la muda mfupi. Ikitatua ni tatizo fupi au la muda mrefu. So lazima uwe na clear picture ya tatizo unalotatua. Another thing ni kujibu ni kwamba sisi tunashindwa kuelewa between minority na hata hiyo mjui jamani, minority na majority. Brand zote ambazo ni exclusive brands zinafuata to minorities, sio majority. Maji ya kunywa kiwa Mlimani City shingapi? Ikiwa Kariakoo? Na wangapi wananunua nguo Kariakoo? Au siogope hata mimi nanunua huko. Tuonyeshe tu mkono. Wangapi wananunua nguo kwa kuzifuata Kariakoo? None. Brother mmoja. Kukuzifuata. Wangapi wananunua kwa kuziagiza? Mnajifanya sio Kariakoo sio? Na wajua. So una notice kitu, Kariakoo ina customers lakini wengi hawaendi kwa sababu ya ile majority na minority. Wangapi wanaenda Mlimani City hata kula au kuagiza chochote? Hapo mnajishaua, angalieni. Kwa sababu brand nyingi zinatafutaga sehemu chache kutengeneza scarce ya soko. Kuna watu wanafanya matangazo pale Kariakoo kila siku, nauza TV, nauza fridge, nauza TV, lakini wale wateja wakija wanapokelewa na huyu. Anaambia unatafuta nani? Duka huru ni hapa, kashapiga. Kwa hiyo ile pale anakuwa tayari kashafananishwa na watu wengine wote. Na client la pili lazima uwe na mfumo wa kutengeneza faida kwenye biashara. How many years kwenye biashara yako upo? Kwenye miaka mingapi kwenye biashara upo? Brother. Miaka mingapi kwenye biashara upo? 4. Mwaka wa kwanza bei na mwaka wa pili bei zimefanana? Mwaka wa tatu bei imefanana? Yes, lazima uwe na namna every year unabadilisha bei. Na ngoja nikufundishe kitu kuhusu bei. Kwenye psychology ya namba wanasema hivi, mimi nikikwambia na kudai 99 utanitumia shilingi ngapi? Laki utanipa. Mimi kitu. Unaona zile numbers zinakuwa 7, 9. Kuna premium numbers na hizi ordinary numbers na luxury numbers. Ndio maana ukiangalia magari yote makubwa duniani yanauzwa kwenye odd numbers. 7, 9, angalia. 9999, 7777. Hizo kuna psychology ya namba. Kwa kwenye price, ukifika mwaka ukiisha, ongeza shilingi 10. Mteja ana notice. Wewe unataka kufanya change ya 30,000 mpaka 300,000, ana change, ana notice. Fanya 30,000, 32,000. Mwaka mwingine ukifika 32,800. Wewe ongezea kidogo, they will never notice that na watalipa. Na bei ikiwa ni shufwa, namba shufwa mnazijua zinazogawanyika kwa 2. -1 igawanyike iwe odd number. Alafu mtajie mteja atalipa ile shufwa. Tuendelee. Cha tatu ni muhimu sana kujenga mahusiano na wateja wako. Wateja ndo wajenzi wa biashara yako. Wangapi wana list ya Excel ya wateja wao?
Unaona brother eh? Sasa hivi nikikwambia nakupa offer ya bulk SMS 5000, una pa kutuma. Tatuma wapi? So kwenye customer retention utafeli. Kwenye customer retention tukimaliza hapa utaona watakutumia message smart growth. Asante kwa kuhudhuria session. Wanatumia SMS because the way they retain you ni kwa kutunza yale mahusiano. Mahusiano yanatunzwa kwa njia 4. Njia ya kwanza ni day to day update. Nyerere Day, Christmas. Hata Vodacom wanakutumia message happy birthday, si ndio? Yeah, so na wao wana ile day to day relationship. Jambo la pili ni kutengeneza upekee tofauti ya mteja wa zamani na mteja mpya. Wakija wateja wawili ofisini kwako, mmoja amefanya biashara na miaka 2, mmoja ameingia leo, wote wana treat the same na wapa bei moja. Shame on you. Lazima wewe wa zamani ya feel kuna sense of exclusivity. Ni exclusive, unaambia brother vipi za kwako? Safi kabisa, kwema? Asiye safi kabisa. Umefuata tena eh? Karibu sana bana. Wewe kapa, mpe na chai kabisa. Huyu ataona, huyu vipi? Mbia, huyu mteja wetu wa zamani. Tena wewe usiongee. Mpe na discount wa zamani. Alafu akisema mbona unanipa discount mimi unajanipa discount? Mwambie akwambia kuelezee. Atafanya hawa jamaa niko nao wanavyoanza niko nao. Mpaka leo. Yaani wewe ulikuwa wapi kule? Si Mabibo si wapi kule? Niko na wewe mpaka leo. Ile pale mteja anatamani kwa sababu wateja wana ile kutamani. I wish nipate vile. I wish ndo na mimi kama vile. Ukiona mtu kapiga picha Dubai unatamani kwenda Dubai. Sasa hao wanadamu tulivyoumbwa. Kwa hiyo customer relationship ni muhimu sana kwenye biashara. Alafu jambo la mwisho lazima utafute partners. Mahusiano ya kibiashara ni muhimu sana. Tusio Watanzania jamani. Watanzania tunachukiana for no reason. Let me tell you something. Bill Gates anamiliki Microsoft. Si ndio? Anamiliki 1% tu ya hiyo kampuni. Na ni ya kwake. Elon Musk anamiliki 15% tu ya Tesla. Huyu Mark Zuckerberg wa Facebook 13.6 ya Meta. Kwa sababu hakuna biashara inajengwa na mtu huyu. Nimemwambia McDonald's alivyoanza, alikuja mtu mwingine anaitwa Ray, akaifranchise ile, akatengeneza hiyo system ya kufranchise. KFC walikuja watu wakaendeleza. John Pemberton wa Coca-Cola mwaka 85 alikuja mtu anaitwa George, ndo kaiendeleza. Hakuna mtu ambaye anaanzisha wazo anaenda mpaka mwisho peke yake. You need to partner na watu ambao wanaweza kufanya biashara ikue. Mambo mangapi hayo? Nikikuuliza sasa hivi unashirikiana na nani hata kwenye Instagram kucollaborate tu, nani unacollaborate naye? Una mtu wa maana. Kwa sababu alafu unashangaa anafanya sponsor ilipi? Sponsor yenyewe tunaona ukikollaborate ile shadow band nakufa. Namba 2, Instagram wana limit reach yako kila siku. Kila siku wanakupa 80% visibility ya followers wako walioko active. Turudi kwenye hesabu. Una followers wangapi? 1000. 80% ni ngapi? 800. Walioko active ni wangapi? Then wale walioko active wanakupa 80% yao visibility. Ikiwa ulinunua fake followers wale, tayari you killed your visibility. Ndio unaona kila unapopost kile engagement. The only way to kill that ni kucollaborate. Ukicollaborate, mimi nimefungula labda up to 70%, 60% wateja wangu wengi wako active followers wangu. That means wewe utapata more wide audience kuliko ya kwako. Ita revamp audience yako, engagement itapanda. That's how you beat algorithm. Meelewa jamani? Sio kufanya sponsor. Kufanya sponsor wanajua this is money, wana kill your organic engagement ili kukufanya wewe uendelee kulipa hela. Kill tena unalipa hela. So non stop itakuwa ni endless. Utaona tu fiki mafanikio yako. Sawa jamani? If we can practice what we've studied here, let me see your hands. Kama unaweza kufanyia kazi kile ambacho umekiandika mwenyewe mkadiscuss hapa. Let me see your hands. If not, nirudishe hela za watu nilizoviletea nazo hapa, niondoke. Tunaweza tukakifanyia kazi ambacho tumekijadili hapa Let me see your hands. If you can teach another kile ambacho umejifunza hapa, see your hand. Hawa ndo walioelewa. Mtu aloelewa anaweza kumuelekeza mtu wa. Ukiona mtu hawezi muelekeza mtu wa pili, means haja. Niruhusu maswali? Yes. All right. Maswali. Kuna swali pale kwa brother? Yule pale? Jamani, karibuni ni Q&A session. Karibu.
Mimi ni imani ndani services. Sasa kwa watu wa services kidogo kwenye issue ya matangazo kunakuwa na restrictions za kisheria. Kwa mfano, rafiki zangu wa auditing wengine na consultants wengine wanafahamu kwamba haturuhusiwi kufanya matangazo. Ikatangaza auditing kwenye yao. Sasa hapo tunawekaje ama ni njia ipi tunaweza kutumia ambayo haijatusababishia ugomvi na hizo sheria? Nitakuandika pale. Good question. Yes. Hapo tutajibu yote. Swali, jamani, mwingine swali? Anataka kuandika pale. Kwa hiyo swali ambalo ningetamani kuuliza. Tupo hapa kwa ajili ya kujifunza. Karibu kwa ajili ya maswali. This is Q&A session. Kwamba kutumia sana hizi sports ads mara nyingi inaua organic engagement. It's like a trend. Mfano kama sisi ambao tunafanya online business. Tumeshategemea kwamba zile pale ndo zina push sana. Hapo ushauri ni nini? Tuendelee kuzitumia ama tuzipunguze, like to depend sisi kama sisi kuongeza customer base au tuendelee nazo au kuna mbadala mwingine ambao you can keep up using them and at the same time destroy your base. So Niruhusu. Kama ni ajibu, kama yameshaisha ni ajibu. Yameisha. Basi inawezekana nitakatengeneza swali lingine unapojibu. Haya, ngoja niruhusu nichore hapa nimfundishe brother. So, jibu la kwanza haraka kati naandaliwa hapa. Ni nataka kujibu hivi. Ili uuze biashara yako, bidhaa yako yoyote, lazima uelewe customer pain points. Maumivu ya wateja wangu. Sisi one thing tunakosea, tunakwenda sokoni hatujawa tayari. Mimi nilifundishwa sales and marketing wakati mradi wa TRA wa FD unakuja. Alionifundisha alikuwa ananiambia tulikuwa tunatoka foot soldiers. Tunaambiwa haya deploy your team. Wow, unapiga mate mkononi, inaruka huko unaelekea huko. Ukifika mlangoni unakutana na mlinzi, anakuambia niambie unasemaje? Unamwambia sisi tuna wakala wa TRA tunaitwa Total Fiscal Solution, tunauza mashine ambazo zitasaidia. Unamuuzia ambaye sio decision maker. Ya kwanza. Ukimaliza na kupeleka kwa secretary, unamuuzia secretary. Ukifika kwa MD umeshachanganyikiwa. Akupeleka kwa procurement ndio umeshaujua cha kuuza tena. So nikajifunza kitu. Sisi tunachofeli cha kwanza ni kwa sababu hatujaelewa product yetu alafu tumeenda sokoni. So brother, cha kwanza fanya hivi. Wewe unauza nini? What are you really selling? Legal service. So legal service. Now, create kitu kinaitwa content pillars for your legal service business. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya kwanza inakuwa nini? The pain point ya kwanza ya watu ambao unawahudumia. Ya kwanza nini? Pain points. Every business is solving something. What are we solving? Number 1. Cases. What hizo cases zinaitwa na nini? All right, nakupa sasa idea. Mimi nakupa ya kwanza uzembe. You don't keep your records. Ukiuza utoe receipt, ukiununua unadai receipt. So unajikuta hauna track records ya vitu unavyofanya. Pain point ya pili. Labda natoa mfano kwa sababu mimi so expert labda budget ya pili. The budget allocation ya ni labda department hiyo umeicancel na nini. Now nakupa tu idea uelewe. So baadaye you do this again. Uzembe unatokana na nini? You break them down small parts. Unavozivunja wewe ukija uzungumzi legal issues. Unazungumza this thing here. Kwa hiyo hapo haujavunja sheria za kutangaza mimi ni daktari. Hujavunja sheria. Nakupa mfano mrahisi. Huyu ambaye ni daktari haruhusiwi kutangaza si afya. Right? Si kuna kulala. Alafu kuna kula. Kwenye kulala kuna muda, wapi,
how. So mimi nitakuja na wapi, nitazungumza kwenye wapi. Ushawahi kulala usiku alafu unaona kama vile unanyongwa na jinamizi. Mara nyingi wa Tanzania tunafikiri kama ni shetani au ibilisi anakunyonga, unakosa pumzi. Hiyo kitaalamu inaitwa sleeping paralysis. Unatokana na hewa kuwa ndogo, kwa hiyo ubongo wako umepata oxygen, lakini mwili ni mwili au oxygen body. Kwa hiyo mwili unakuwa umeamka, sijui nini, inakuwa kitu kama hivyo. Alafu nitakwambia sasa namna ya kufanya. Fungua madirisha wakati wa kulala au washa AC ili kusaidia hewa ipatikane. Naitwa Duka Huru, mtaalamu wa afya. Unaweza kuniuliza swali lolote. So mimi sijazungumza afya. Nimezungumza kulala upande wa wapi? Na kuja kwenye how. Ukiwa umekula kuna pafu dogo na pafu kubwa. Hapo jamani sio nayatunga. So ukaniona nitazungumza vitu ambavyo mtu akisema hata usema natangaza mimi daktari, natangaza nauza dawa, kwa sababu sheria ya watu wa pharmacy hawaruhusiwi kutangaza. But if I talk like this, is tangazi pharmacy. Natoa awareness kwamba I do these things. Kwa hiyo cha kwanza brother, nakupa assignment kafanya hivi. This is what I really do. These are the vitu ambavyo ninavizungumza. Viwe 7. Na vile 7 vi break down into small things. Alafu sasa nikute kesho kutwa umeweka kamera ofisini, umekaa kwenye meza unasema niliwahi kusikia kesi moja mwaka 2021, mzee mmoja alipata stroke akafa. It is true story, poleni kwa familia iliyotokea. Lakini hii inatokana na nikaja nikatafiti nikakuta ni kwamba alikuta penalty aliyopigwa na mamlaka ni kubwa kuliko alivyokuwa ametegemea na ikamshotisha sana. Sasa makosa ambayo unaweza kujifunza pale. Kosa la kwanza, monthly records, returns and filings. Zile zikipofanyika, zikipile up inakuwa kitu kikubwa sana. Lakini jambo la pili ni kutokuwa na mtu responsible kwa kile kitu. So hivyo unavyozungumza tu, mimi nishaelewa unafanya legal. Yaani hapo huyu jamaa compliance huyu. Yaani simple. So tutaweza kujaribu Ukifeli utamlaumu. Haya, jibu lako sasa. Tunapofanya market, cha kwanza tunachotakiwa kufanya ni kuzingatia vyanzo vyetu vya kujitangaza. Ikiwa chanzo chako kimoja ni sponsored ads. Meta ni biashara, kama TikTok ni biashara na YouTube ni biashara. One day wata run out of business. What if now Instagram imekufa? Unaanza ku-update CV. Hivi cheti nilikitupa wapi tena? Lakini kwa hiyo cha kwanza ji-challenge wewe. Nina vyanzo vingapi vya kuitangaza biashara yangu? Je, ni sponsored ad peke yake? Do I really need sponsored? Je, wateja wangu wanatokana na sponsored? So akifika mteja, mambo karibu, umependeza shoga yangu. Hivi ulitonaga wapi? Rafiki yangu aliniambia, word of mouth. Karibu dada, umependeza, kinakupendeza kibangu. Mimi niliona tu tangazo lenu Instagram. So you do thorough investigation, utajua wateja wangu wanatokana na nini. Kuna some naeka ile kwenye sponsored wanatokana na sponsored. And yes, sponsored inaua engagement yako organic, kwa sababu idea ya biashara ya Instagram ili change 2011. 2010 ndo Instagram kuja Tanzania. 2011 wakasema how do we make money from this platform? Ilipouzwa kwa Meta sasa ambao ni Facebook, wakasema no, this is business. They turned into business. Walivyoiweka kwenye biashara wakasema kwenye biashara kila product lazima ilete pesa. How do we generate income from this thing? So wakaibadilisha, wakaintroduce sponsored ads, wakaintroduce zile nini and lot of things, shops and everything. Now Instagram 100% ni biashara. Ngoja nikupe simple algorithm trick. Then MC na kukabidhi. Ukiposti content from 1 hour to 2 hours, wanaionyesha kwa 80% of your active followers. Ikifanya vizuri, wanaipeleka kwenye more wide audience, ambao ni hii ile audience yako na wengine wanafanana up to 60-80% ya ile audience. Ikifanya vizuri, wanaipeleka kwenye global audience. Ndo explore. Hichi kitendo kinakamilika baada ya masaa 48. Wanakwambia this post is doing good, promote it, reach more people. 48 hours. Now, ukiposti content ya kwanza, isipofanya vizuri hapa isipofanya vizuri, hawaendelei. Hii content wanai-hide, inaitoka shadow ban. Wewe utakwambia mbona hujaposti? Ni posti na kufuatilia sijaona, nimeposti kweli angalia. Ni kwa sababu umepewa shadow ban. Ndio maana Instagram wanasema at least posti 3 to 5 times a day. Ili moja isipofanya vizuri, ya pili isipofanya vizuri, ya tatu ifanye vizuri, ya nne itafanya tu. So at least you have a chance. Now, ukifanya sponsored ad, hii namba ya 80% inashushwa mpaka 40%.
ili utoe pesa. And the more money you spend, the more wao wananufaika, na the more wana kill your rich. Ulikuwa unatumia $10 unapata matokeo, sasa unaona upate matokeo, unaongeza $15. Matokeo yanapatikana afu yanapungua tena, ongeza $15. Unafika $100, matokeo uone. You keep paying up, lakini upate chochote because it's business. Ndio maana tunasema tegemea sana organic engagement. Partner na watu, create content au shiriki in anything. Lakini kwa wafanyabiashara pia ongezeni event kama hizi. Omba kama Smart Growth wanaruhusu, ingia kama nani exhibitor, weka billboard pale. Watoto wanatumia bidhaa yako. Usikitegemea sehemu moja tu, will fail. I hope nimewajibu vizuri na nimeeleweka. Asante. Hizi stock zinapoelekea zinaenda kulipa. But wakati anajaribu kuwashauriana na watu wengine hawakuweza kuelewa anachokisema. So yeye akaenda against, yani yeye akaamua kuinvest the opposite na traders wengine. Ilipotokea the Great Depression mwaka 1929, yeye ni moja ya watu ambao waliweza kutengeneza takriban $3 bilioni na zaidi. Huyu ni mtu scenario ya kwanza. Sasa Bwana Jesse wakati anarudi nyumbani, familia yake ilikuwa ipo kwenye simanzi kwa sababu news ilihit kwamba inakuwaje the Great Depression imepita na sisi tunajua kabisa mwenza wangu au baba watoto wangu ndivyo shughuli anazozifanya. Sasa mama mkwe alikuwa anapiga kelele nyumbani. Bwana Jesse kafika akasema kuna nini kinachoendelea? Mkaka akamuuliza. Mkaka anaitwa Doro. Sema Doro. Doro bwana akamwambia tumepata taarifa kwamba kuna Great Depression ambayo imetokea. Nyumbani unaweza ukaendelea kusoma. Kwa hiyo tutaanza na topic yetu ya kwanza ya budget. Nani anaweza kutuambia budget ni nini? Kwa ufupi tu, budget ni kitu gani? Karibu. Budget ni mchakato ambao biashara ni vitu viwili tofauti. Narudia. Akaunti ya fedha ya mfanyabiashara na akaunti ya fedha ya mfanyabiashara ni vitu viwili tofauti. Na rafiki yangu mmoja anapenda sana kusafiri. Sana, yani yeye akisikia kuna safari anakuwa kama anaumwa na kwa mwaka lazima asafiri. Sasa changamoto ilikuwa akaunti yake binafsi na ya biashara vimekusanyika kwa pamoja kama jumuiya. Kwa hiyo anachukua hela kwenye akaunti, analipia ticket, anachukua hela kwenye akaunti, analipia hoteli, anachukua hela na mauzo yanaendelea kuja, biashara ni nzuri. Kwa hiyo bado anauza, hela inaendelea kuja, matumizi yanalipa. Tunakuja kukaa mwezi wa 3 mwaka huu. Tumegundua amekula shilingi milioni 35 ya mtaji wa biashara. Yote ameila akiwa hajui ameilia wapi. Hajui. Ukimuuliza yeye inaenda anakuambia sijui. Lakini tunakuja kuchunguza sasa, tutrack matumizi. Ticket business class. Hiyo hoteli gani? Yaani wewe chanja kadi twende. Tutajua mbele kwa mbele. Sasa ni hatari sana mfanyabiashara kuona kwamba anayo haki kwenye hela ya biashara. Hauna hiyo haki jamani. Hela ya biashara ni hela ya biashara. Wewe kama mfanyabiashara, weka misimamo na system sahihi za namna ya kuendesha maisha yako. Kama utajilipa mshahara, kama utajilipa sehemu ya faida, na hakikisha unaishi kwenye hiyo line. Kuna watu kwa sababu umeshaitwa wafanyabiashara, unaduka Kariakoo, unataka sasa uishi kama wale matajiri leo ana range, kesho kutwa kanunua BM, Mtondogo Kahama Kimara amehamia Masaki. Hapana. Mfanyabiashara hauna haki na hela ya biashara. Tuelewane hapo. Hela ya biashara ni hela ya biashara. Kwa hiyo hakikisha una msimamo. Hela unayotoa kwenye biashara wewe kama mmiliki unaitoaje? Je, unajilipa mshahara mwisho wa mwezi? Ama kila faida inayopatikana unachukua 50% ndio inakusaidia kuendesha maisha yako binafsi?
nyingine inabaki kwenye biashara. Hilo ni la kwanza. La pili, hakikisha unafanya mahesabu. Funga hesabu zako kila siku. Fanya biashara, tuache uvivu. Kuna mtu anakwambia leo nimeshachoka, akili imelala, nitafunga hesabu asubuhi. Asubuhi anafika dukani saa 3. Akifika dukani saa 3 ana wenge la kuanza kurekodi video Instagram aweze kutuma. Siku ya pili inaisha, hajafunga hesabu. Ya 3 inaisha, hajafunga hesabu. Ya 4 wiki 3. Yaani nianze tena kurudi hesabu za wiki 3. Ngoja tu nianze kufunga za leo. Huku nyuma una uhakika ulichouza ulikusanya. Huku nyuma una uhakika madeni uliokuwa nayo umelipa. Kwa hiyo hakikisha unafanya mahesabu yako. Kama unatumia daftari, unatumia application kwenye simu, unatumia chochote, hakikisha siku imeisha, unajua umeingiza nini, umetumia nini, na kweli 30,000 inayoonekana kwenye makaratasi imebaki unayo mkononi. Tuache kuwa na pesa za kwenye makaratasi. Tumeelewana? Sawa. Hatua ya 3, hakikisha unadai. Tuache kuona aibu kudai hela zetu. Kuna mtu anambia, wewe wateja unawadai, wapigie simu. Sawa, wengine ni ndugu zangu, mimi wataniona kama na wanyanyasa. Ndio, wanyanyasa. For the sake of your business, wanyanyase. Kama wanahisi kuendesha biashara ni rahisi, na wao wakaanzishe za kwao. Simple as that. Kwa sababu tuna jamii ambayo akitaka mkopo anaenda kwa ndugu, akiwa na cash anaenda kwa mtubaki. Yeah. Tunayo hiyo jamii ambayo imetuzunguka. Kwa hiyo hakikisha unadai hela yako. Yaani wewe dai. Mimi na timu yangu moja masibu wangu anakudai hadi wewe. Yaani wewe umepeleka mteja hajalipa. Saa 2 usiku amekaa kwake amekukumbuka. Madam, kuna yule mteja wako hajalipa, naomba kesho usiku. Ndio nimekukumbuka saa hizi. Kwa hiyo asubuhi naomba uanze. Yaani yeye hajali. Ameona ni saa 6 usiku ndio amekukumbuka, asubuhi unakutana na message. Madam, yule mteja wako yule mleta juzi hajalipa, naomba umdai. Yaani wewe hakikisha unadai hela yako ingie. Kingine, hakikisha madeni yako unayalipa kwa wakati. Tuna tabia ya kulipikiza madeni ambayo mwisho wa siku yanakugeuka kuwa mzigo. Kwa ukiwa na budget utakuwa unajua kwamba kwenye hii budget kodi inalipa lini. Weka financial plan vizuri ya kulipa hiyo kodi muda husika. Umeme natakiwa ninunue 30 Jumatatu. Hakikisha wiki inaanza, wiki inayoisha una financial plan ya kulipa huo umeme wa Jumatatu. Hakikisha unayo hiyo ili uweze kulipa vitu vyako kwa wakati, kwa sababu tunapoendelea kulimbikiza madeni utakuja siku umepata sales za kutosha, ile sale baadaye ikusaidie kuongeza mzigo dukani, ikusaidie kukuza biashara, unachukua 3/4 unaenda kulipa madeni. Kwa sababu tu haukuwa na financial plan ya kutosha au iliyojitosheleza ya kulipa madeni yako. Kwa hiyo hakikisha unadai na unakodaiwa unalipa kwa wakati. Sasa kuna wafanyabiashara ambao tumeshaingia kwenye mikopo mikubwa na imeshageuka kama kausha damu. Yaani wewe ukilala ukiamka ni watu wanakudai. Hakikisha unaandaa budget na financial plan ya kulipa hiyo mikopo kwa awamu. Dawa ya deni ni kulipa. Hata ulikimbie miaka 30 utadaiwa. Kwa hiyo ni bora kuweka commitment ya kulipa kidogo kidogo kila mwezi. Lipa kidogo kidogo, hakikisha unaondokana na burden ya madeni. Tumeelewana mpaka hapo eh? Kuna mwenye swali? Hamna mwenye swali? Karibu. Nimewapa PPT.